maswali yenyewe. Hebu tusonge mbele. Maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai yani DCI wameanza rasmi uchunguzi wa kina kuhusu kiini cha kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari kaunti ya Kakamega. Vilevile waziri wa zamani Cyrus Jirongo aliyefariki kutoka katika ajali ya barabara eneo la Karai kaunti ya Nakuru. Kwa mujibu wa DCI, kanda za CCTV kutoka kituo cha mafuta zinaonyesha wazi mienendo ya mwisho ya gari la mwenda zake, huku viongozi wa kisiasa wakitoa wito wa uchunguzi kufanyika kwa wazi na kina kuhusu kisa hiki. Victor Ngaruya anaeleza. Idara ya upelelezi wa jinai DCI imedhibitisha kuanzishwa kwa uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo aliyefariki kutokana na majeraha aliyoyapata katika ajali ya barabarani usiku wa kuamkia Disemba 13 mwaka wa 2025 eneo la Karai katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Nairobi. Kwa mujibu wa taarifa ya DCI, ajali hiyo ilihusisha gari lake mwenda zake lenye nambari ya usajili KCZ 305U na basi la abiria la kampuni ya Climax lenye nambari KCU 576A. Magari hayo yaligongana ana kwa ana, huku gari la marehemu likisukuma umbali wa takriban mita 25. Katika uchunguzi wa idara ya DCI, wanasema kanda za CCTV zinaonyesha kuwa mwenda zake aliingia katika kituo cha mafuta cha Eagle kwa dakika bila kuongeza petroli kwenye gari lake. Akasimama langoni kisha akageuza gari na kulielekeza katika barabara kuu ya kuelekea upande wa Nairobi. Sekunde chache baadaye, DCI inasema kanda hizo zinaonyesha basi la Climax likigongana na gari lake. Maafisa wa DCI wamechukua kanda hizo kwa uchambuzi zaidi kama sehemu ya ushahidi muhimu katika uchunguzi unaoendelea. Dereva wa basi hilo ambaye ametambulika kama Tyrus Kamau Githinji tayari amehojiwa na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa, akisubiri kukamilika kwa uchunguzi kuhusu kilichosababisha ajali hii. Walinzi na wahudumu wa kituo cha mafuta alipokuwa wamezuru pia wamehojiwa kutoa maelezo yao. Viongozi wa kisiasa wakiwemo wa muungano wa upinzani nchini wamewasilisha rambirambi zao na kutaka uchunguzi wa wazi kufanyika. Wakenya wanataka kujua ukweli. Je, hii ilikuwa ni ajali ya kawaida ama ni ajali ambayo imebuniwa na watu fulani? People he trusted, people he knew, why are they quiet? We haven't heard them give a good account. Speaker Wetangula, he should have given a very good account. What is even more shocking, it's emerging that there are various versions of how he met his death. And even as we say poorly to Jirongo's family, this is a matter of serious concern. Kamati ya mazishi imetangaza kuwa Cyrus Jirongo atazikwa nyumbani kwake Lugari tarehe 30 Disemba mwaka 2025. DCI imesema uchunguzi unaendelea na faili kamili ya uchunguzi itawasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP kwa hatua zaidi kuchukuliwa. Victor Ngaruya, NTV. Bila shaka mtazamaji, tunazidi kuifuatilia taarifa hiyo wakati wanasiasa wakizua hisia tofauti kuhusiana na kifo cha Jirongo.